kwa ukuu wako mtakatifu. Asante kwa maana hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Tunakuinua mchana wa leo. Asante kwa ibada hii ya siku ya leo Jehova. Ibada ambayo tunakuabudu wewe peke yako Bwana. Ibada ambayo tunakuabudu wewe peke yako Mfalme. Tuko hapa kwa sababu yako Jemedari. Tuko hapa kwa sababu yako Mfalme. Tunapozuru mchana wa leo Jehova. Nasema ni asante kwa mioyo yetu. Tunakutia shukrani mtakatifu. Asante kwa baraka. Asante kwa mbele yetu. Asante kwa uzima. Asante kwa neema. Asante kwa chakula cha leo. Asante kwa mahela mazuri Jehova. Funga macho, ambie Bwana neno linapokuja mchana wa leo, neno hilo likawa na baraka katika maisha yako. Mshukuru Mungu kwa sababu ya neno. Maandiko yanasema kwamba neno la Bwana ni hai, likaponya maisha yako. Ambie Bwana asante kwa sababu ya mtumishi wa Mungu anakuletea neno mchana wa leo. Jumapili ya baraka ya neno, ambie Bwana asante. Neno ni hai katika maisha yetu, likatubariki, likatuokoe, likatukomboe, likatufunze, likatuonye, likatukosoe, na tukaponye maisha yetu. Hilo neno likatenganishe nafsi na roho. Neno hilo likatuweke Baba katika sehemu ambayo unahitaji katika maisha yetu Bwana. Asante kwa sababu neno lako litakurudia bure mtakatifu. Tutatimiza mapenzi yako katika maisha yetu Bwana. Pokea sifa na utukufu Mfalme. Tunakushukuru mchana wa leo na tunakupa sifa. Asante Bwana. Asante. Amen. Baba, tunakushukuru, tunakupa sifa mchana wa leo. Asante kwa wema wako na ukuu juu ya maisha yetu. Asante kwa baraka ambazo unaleta katika maisha yetu Bwana. Asante kwa neno mchana wa leo ambao unaleta katika maisha yetu Mfalme. Tunalipokea Mfalme, tukalipokea Baba, likatuweke huru Bwana. Tukaishi ndani ya neno hilo, likatuweke Mfalme wa ajabu katika hali ambayo tunastahili Mfalme. Tutembee katika neno kwa utukufu wako Bwana. Mbele mtumishi wako mchana wa leo Jehova. Tukambariki na kumtumia kama chombo kwa maisha yetu Mfalme wa wafalme. Baba, ukamfunze ili akatufunze. Ukamfungue ili akatufungue Mfalme. Ndio tukatembee katika huru. Tutakasa kwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa kuleta mbele zetu pia Bwana katika afya na ukuu ambao umeweka ndani yake Jehova. Na anointing yako kwa anointing katika jina la Yesu Jehova. Tukamwelewa Mfalme na likakae ndani yetu Bwana. Kwa jina lako kwa sifa na katika jina la Yesu tunaomba na hata Bwana. Amen. Kama tumesimama hivyo, ningependa tuangalie katika kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 13 hadi mstari wa 16. First Peter chapter 1 verses 13 to 16. Therefore, gird up your loins, the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Kwa hiyo, vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za zamani za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Amen. Bwana alibariki neno lake. Nasaketi. Sama ya kwamba tutakuwa tunaangalia
katika kitabu cha Petro. Na tulipoanza katika kitabu cha Petro, alianza kwamba tumeitwa kwa tumaini. Amen. Na kwa sababu tumeitwa kwa tumaini, kuna yale mambo ambayo tunapitia katika maisha yetu. Jumapili ambayo iliisha kabla tuende Moroni, tukaona ni kwa nini watu wanapitia katika mateso. Ya kwamba wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, lazima tukubali kupitia kwa mateso. Amen. Leo nataka tuangalie tumaini ambalo linatufanya tuishi maisha ya matakatifu. Kwa sababu tunatumaini ya kwamba lile tumaini linatufanya tuishi maisha matakatifu. Mara nyingi ya kwamba mwanadamu anapopitia katika shida katika maisha yake, na kumbuka yale mateso ambaye Wakristo walikuwa wanapitia ndani. Hawakuwa wanateseka kwa sababu ya makosa yao, lakini walikuwa wanateseka kwa sababu ya mtu ambaye anawafanya wateseke kwa sababu ya imani yao. Mara nyingi unapoteseka kwa sababu ya imani yako, unafika mahali unakuasika, unakuwa na unyonge, unakuwa na uoga hata wa kuamini yule mtu ambaye unamwamini. Kwa hivyo walipokuwa wanaletewa yale mateso katika mawazo ya mwanadamu, ilikuwa ni ya kwamba tumfanye huyu mtu ateseke ndio asiendelee kuamini. Amen. Amen. Kenya kuna siasa ambayo inaendelea. Na unapoona hiyo siasa inapoendelea, mtu anapokuwa na msimamo tofauti ambao sio msimamo ya wengine, wanaanza kuwatesa hao ambao wana ule msimamo tofauti. Na kwa nini wanawatesa? Wanawatesa kwa sababu wanataka hao watu wawachane na ule msimamo wao, wakuwe na msimamo wa wengine. Hiyo ndio sababu wanaendelea kutesa. Tumekuwa tukiangalia tena wanavyoendelea kuwatesa watu wengine, hasa wale ambao hawako katika serikali. Wanawaletea yale mateso ili waendelee sasa kuimba wimbo wa serikali. Na hao watu ya kwamba walipokuwa wanateswa, walikuwa wanateswa ili wawachane na imani yao. Amen. Amen. Lakini Petro anaendelea kuambia ya kwamba tuko na tumaini. Amen. Amen. Nataka uelewe katika maisha yako, yale mateso yote ambayo unaweza kuwa unapitia ndani kwa sababu ya imani yako, uelewe ya kwamba unatumaini katika maisha yako. Na unapokuwa na lile tumaini katika maisha yako, lile tumaini linakufanya unaendelea kumwamini huyo. Job alipokuwa anateseka, alikuwa anasema ya kwamba hata akiniua mimi bado nitamwamini yeye. Amen. Ya kwamba hata kama wewe unaweza kuuawa kwa sababu ya imani yako, bado wewe utamwamini huyo Mungu kwa sababu unaelewa yule ambaye amekuita katika maisha yako. Kwa hivyo nataka tuelewe ya kwamba tuko na tumaini. Na kwa sababu tuko na tumaini, hili tumaini halitotufanya tukufe moyo.
tumaini itaendelea kutufanya tuendelee kumwamini huyu Yesu, na tuendelee kusema ya kwamba tutamuishia huyu Yesu. Amen. Tumaini ni kitu muhimu sana, na hili tumaini lazima litupatie kuishi tunapomwamini huyu Yesu. Nataka tuone Yesu Kristo jinsi alivyokuwa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 na mstari wa 2. Neno la Mungu linatuambia kuhusu huyu Yesu Kristo. Yeye alikuwa na tumaini katika maisha yake, na kwa sababu alikuwa na tumaini katika maisha yake, hili tumaini lilimwezesha aendelee. Waebrania mlango wa 12 na mstari wa 2. Neno la Mungu linasema ya kwamba looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ya kwamba wewe nawe ukapate kumtazamia Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yako. Na huyu Yesu unapomwangalia, neno Mungu nasema ya kwamba aliona furaha ambaye ilikuwa mbele yake. Wapendwa, nataka tukapate kuona furaha ambayo iko mbele yetu. Na tunapoona furaha ambayo iko mbele yetu, na kwamba hiyo furaha itatuwezesha kuishi yale maisha ambayo tumeitiwa kuishi, kwa sababu kuna furaha mbele yetu. Yesu aliangalia vitu viwili. Yeye anaona ya kwamba kuna rewards mbele yangu, na kwa sababu anaona kuna zawadi ambayo atapewa, aliamua kupitia kwa msalaba. Aliamua kuteswa kwa sababu alijua kwamba kuna kitu mbele yake. Nataka tuone vitu ambavyo Yesu aliona. Kitu cha kwanza, Yesu aliona wokovu wa wanadamu. Yesu aliona ya kwamba mimi nitaokolewa. Yesu aliona ya kwamba wewe utaokolewa. Yesu aliona ya kwamba sisi zote tutaokolewa. Na kwa sababu tutaokolewa, aliendelea kuteseka kwa sababu ya ile imani. Kwa sababu aliona wokovu wako. Alikuona pale msalabani, aliniona pale msalabani, akafurahia ya kwamba nikiendelea nitamuona mzee Chumvi pale msalabani. Kitu cha pili ambacho aliona, neno la Mungu linasema ya kwamba sasa ameketishwa kwa mkono wa kiume wa Mungu Baba. Aliona ya kwamba yeye kupitia kwa yale mateso atainuliwa. Nataka tuelewe ya kwamba unapoona lile tumaini lenye liko mbele yako, ya kwamba kupitia kwa yale mambo yote utapata kuinuliwa, ya kwamba wewe utaishi maisha ambayo unastahili kuishi, kwa sababu unajua ya kwamba utainuliwa. Yesu aliona atainuliwa, na alipoona atainuliwa, ikawa ni ya kwamba yeye aishi yale maisha matakatifu.
Wapendwa, nataka kwamba tuelewe sisi nasi kama waumini tumeitwa. Na kwa sababu tumeitwa, na kwa nini tumeitwa katika maisha yetu? Naposoma katika kitabu cha Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 4, neno la Mungu linatuambia ni kwa nini tuliitwa. Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 4. According as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Amen. Amen. Ya kwamba yeye ametuita, yeye ametuchakua, na kwa kusudi ambalo limefanya yeye atuchakue, inasema ya kwamba ili tukapate kuwa watakatifu, tukapate kuwa bila lawama yeyote. Umeitwa kuwa mtakatifu, umeitwa kuwa bila lawama mbele za Mungu. Na kwa sababu umeitwa kuwa mtakatifu, umeitwa kuwa kwamba hautakuwa na lawama yeyote katika maisha yako. Lile tumaini peke yake litakufanya ukapate kuishi maisha, litakufanya ukapate kuvumilia, litakufanya yale mambo yote ambayo unapitia ndani ukapate kupitia ndani, kwa sababu unajua. Hili neno mtakatifu linamaanisha nini? Hili neno mtakatifu katika Biblia ya Agano la Kale ambayo iliandikwa kwa lugha ya Hebrew wa Ibrania, na Agano la Jipya ambayo iliandikwa kwa Kigiriki, yote inamaanisha kitu kimoja. Naposema ya kwamba wewe ni mtakatifu, neno la Mungu linamaanisha ya kwamba wewe umetengwa. Amen. Amen. Kwa hivyo kuwa mtakatifu ni kutengwa. Kuwa mtakatifu ni kuwa tofauti na wengine, na kwamba wewe umetengwa, wewe umekuwa tofauti na watu wengine. Amen. Wakati mmoja rais aliyokuwa wa mwisho alikuwa anaitwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alikuwa na wenzake wakina Songo wakifanya mambo yao, wakitembea vile wanatembea, wakikula vile wanakula. Wakati sasa Songo waliona ya kwamba Uhuru Kenyatta yeye ndio rais, wakawa wanaona kwamba sasa wanaweza enda kwa ikulu wakati wowote ambao wanataka kwenda. Huwa tunasikia ya kwamba wakati waheshimiwa wetu wanatafuta kura, unaweza kuendea kila wakati vile unataka, sivyo? Wakati wanapata kura hawatoroki. Wao wanatengwa. Na wanapotengwa, sasa watu hawataenda tu kuwaona ovyo. Wao ni watu speciali. Na wanapokuwa watu speciali, hata kama mlikuwa mnatembea mkikula githeri pamoja. Mimi ninakumbuka hata huyu mheshimiwa wetu hapa, wakati alikuwa anatafuta kura safari ya kwanza, nikampeleka mpaka mahali wanakula kule Nairobi. Tunakula kwa mkahawa. Saa hizi nesenda kwa mkahawa ni kule na yeye. Yeye ametengwa, amekuwa mtu special. Nikitaka labda niite. Na kwa maana sasa yeye aniiti, sitaenda.
yeye amefanya nini? Ametengwa. Wanapoona hao watu wametengwa, wao sasa hamwezi enda tu kuwaona ofyo ofyo. Songo wakati mmoja anaenda kwa ikulu. Mimi nataka kuona rafiki yangu kwa ikulu. Kaambiwa, sikia, huyu sio yule mlikuwa mnatembea na yeye. Huyu ni tofauti. Kwanza hautakuja tu kumuona, bali unataka kuja kumuona kwa sababu ametengwa. Nataka tuelewe ya kwamba Mungu ametutenga. Na kama Mungu amekutenga, hautakuwa tu unatembea tena ulikuwa unatembea kabla hujatengwa. Na saa hizi kwa sababu umetengwa, tembea kama mtu ambaye ametengwa. Wale ambao wanakuja kukuona wajue ya kwamba wewe umetengwa, na wakuwe na wewe kama mtu ambaye ametengwa. Ako tofauti na wengine. Umeitwa kuwa mtakatifu. Kwa hivyo tuna lile tumaini. Tumeitwa kuwa watakatifu. Tumeitwa watu ambao wametengwa. Wewe una kusudi la kiungu katika maisha yako. Wale wengine hawakuwa na kusudi la kiungu katika maisha yao. Wakati mlikuwa mnatembea na wao, hawakuwa na kusudi lolote. Lakini wewe sasa unakuwa na kusudi la kiungu katika maisha yako. Na kwa sababu una kusudi la kiungu katika maisha yako, unatembea kama mtu ambaye ana kusudi. Katika Agano la Kale, kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaitwa Nazarene. Yule mtu ambaye alikuwa ametengwa tangu kuzaliwa kwake. Wengine walikuwa wanatengwa hata kama wangali katika tumbo za mama yao. Na wanapotengwa kama wangali katika tumbo za mama yao, baba zao wanaambiwa, kile ambacho umepepa ni kitakatifu. Amen. Kimetengwa. Na kwa sababu kimetengwa, utakula namna hii, utatembea namna hii, kwa sababu kimetengwa. Kwa hivyo inakuwa kwamba yale ambayo mama alikuwa anakula, wakati amepepa yule, anaachana naye kwa sababu amepepa chenye kimetengwa. Chenye alikuwa nakula, unaambia kwamba sasa hautakula kwa sababu umepepwa mwenye ametengwa. Na yule mwenye ametengwa vile vile anaambiwa hata chakula ambacho anastahili kukula, usikule hivi, usikule hivi, usigusa hii, usigusa hii, kwa sababu wewe umetengwa. Wapenda, nataka tuelewe ya kwamba sisi tumetengwa. Na kwa sababu sisi tumetengwa, yale ambayo tunakula yanastahili yawe yeye yametengwa. Zile ambazo tunakusa zinastahili kuwa zile zenye zimetengwa, kwa sababu wewe sio mtu kama wale wengine. You are not a common person. Wewe umetengwa. Kwa hivyo hao walikuwa wametengwa. Na neno Mungu linasema ya kwamba tumetengwa ili tukapate kuwa bila lawama lolote. Ya kwamba unapotembea hakuna lawama yeyote inapatikana kwako. Hakuna chochote ambacho mtu atasema huyu amefanya hivi na amefanya hivi, kwa sababu yeye ametengwa. Sasa kwa sababu tumetengwa, kwa sababu sisi ni watakatifu, tumeitwa ili tukapate kuwa watakatifu. Tutafanya namna gani ili tukapate kuendelea kuishi maisha ya kutengwa
maisha matakatifu. Nataka uelewe ya kwamba yule mtu mwenye ametengwa alikuwa anaishi maisha yake life long process katika maisha yake. Kwa hivyo sio tu ya kwamba ni leo, lakini wewe unaendelea. Amen. Sasa mtu yeyote mwenye anataka kwenda kuongea na Uhuru anaweza kuongea na yeye, kwa sababu kipindi chake cha kutengwa kiliishi. Lakini wewe nataka uelewe kipindi chako hakitaisha. Kipindi chako ni cha milele. Amen. Wakati Uhuru alikuwa president, ni nani angemtusi? Hakuna mwenye angemtusi, kwa sababu huyo mtu ametengwa. Unamtusi, wewe unasikia umeshikwa pale. Kwa nini unamkosea rais heshima? Amen. I'm sorry ya kwamba rais wetu saisi wanamkosea heshima. Watakana elewa kwamba ametengwa. Lakini ya kwamba kila mtu anamtusi vile anataka kumtusi. Taubaya ya kwamba hata yeye mwenyewe hajui ya kwamba ametengwa. Bado wakati anatusiwa yeye naye anatusi. Unajua mtu maalum anaposema kitu kinajulikana sana. Lakini mtu wa kawaida anaposema anasema yeye ni mbwa ambaye inabweka. Hebu ndio Raila alikuwa. Raila anasema iwacha mbwa ibweke, sivyo? Kelele ya nini ya chura haiwezi kasuia ng'ombe kunywa maji. Kwa hivyo lazima elewe ya kwamba yeye ni ng'ombe. Kelele za chura wachana nazo, kwa sababu umetengwa. Pengine nataka tuelewe ya kwamba unapotengwa wewe unakuwa mtu maalum. Wengine wanapoongea wacha waongee, lakini wewe jua ya kwamba umetengwa. Yale ambayo unataka kuongea yanakuwa ni mambo ambayo yametengwa. Ndio sababu neno Mungu linasema ya kwamba ulimi zetu, midomo zetu zikapate kukoshiwa na chumvi. Yaani ya kwamba kila neno ambalo linatoka ndani linaleta uponyaji. Wewe wakati watu wanakutusi, wao unaendelea kuwatengenezea neno na wanatoka wakibarikiwa. Nafikiria tutusiwe hata kwa kanisa. Lakini si mimi naendelea kuwapatia neno la kuwabariki. Wao unaendelea kubarikiwa na wewe unaendelea kujitusi. Lakini maneno yanatoka kwa kinywa changu yanakuwa ni maneno ya baraka katika maisha. Yule mtu ambaye ametengwa lazima elewe ya kwamba ametengwa. Na lazima elewe ya kwamba kutengwa kwako hakuna kiwango. Viongozi wetu wanatengwa kiwango. Baada ya miaka 5 anakuwa tena mtu wa kawaida. Mkule pamoja, mkicheza pamoja. Akichaguliwa anatengwa. Asipochaguliwa sasa mnaendelea kukula pamoja. Tulikuanga na MCA mmoja, mlikuwa mnamuita nani? MCA wenu mlikuwa mnamuita nani mwenye alikuanga mwana boda? Mlipuko. Sasa hizi mnakula pamoja. Wakati alikuwa nini MCA? Alikuwa ametengwa. Lakini sasa hizi atakuja mcheze pamoja, murugeruge pamoja. Wakati anachaguliwa. Huyu mtu alikuwa tunakula pamoja, lakini sasa hizi anaelewa ametengwa. Nataka na wewe uelewe umetengwa. Kwa hivyo kama
mnakula na watu pamoja, wachana na wale mlikuwa mnakula pamoja na wao. Hata wanaposema ya kwamba wewe unajifanya, hawaelewi ya kwamba wewe umetengwa. Kwa hiyo process yetu ya kutengwa ni ya milele. Amen. Na kwa sababu process yetu ni ya milele, yale ambayo tunatakana tufanye ni yafuatayo. Kila wakati enenda na wale ambao mumetengwa na wao. Amen. Na nani amekutenga katika maisha yako? Kristo amekutenga katika maisha yako. Na kwa sababu wewe umetengwa na Kristo, wewe enende na Kristo katika maisha yako. Wale wanapoendelea kufanya hivyo, wao wanakutafuta mahali ambapo hauwezi kupatikana. Wewe nenda mahali ambapo unapatikana, na wanapokutafuta wacha pale mahali ambapo unaweza kupatikana. Wewe unaenenda na Kristo, wewe unatembea na Kristo, na wao kama wanataka wakupate katika maisha yako, wacha wakuje mahali ambapo uko, mahali ambapo Kristo yuko. Kwa hiyo mwenye ametengwa anaenenda na yule mwenye amemtenga. Katika maisha yetu lazima tuamue ya kwamba tunataka tuenende na Kristo, tunataka tutembee na Kristo, tunataka kwamba kila mahali ambapo tunaenda Kristo yuko pale na sisi. Chochote ambacho tunafanya kile ambacho Kristo anafanya katika maisha yetu, kwa sababu tunaenenda pamoja na yeye. Kitu cha pili, kwa mtu ambaye anasoma desturi, kanuni za yule ambaye amekutenga. Yesu alipokuwa anaomba kwa ajili ya wanafunzi wake, katika kitabu cha Yohana mlango wa 17, Yesu aliomba ile ombi. Anamwambia Mungu, ile ombi ambalo alimwomba Mungu katika maisha yake. Yohana mlango wa 17. And this is life eternal, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have. Wakapate kukuchua wewe. Na akawaombea kwamba Mungu hebu kapate kuwatakasa, na uwatakase na neno lako. Kwa hivyo nataka tuelewe ya kwamba lazima tukapate kutakaswa na neno la Mungu katika maisha yetu. Chochote ambacho tunafanya, tuendelee kutakaswa na neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Yohana 17 mstari wa 17. Kwa mstari ndio ninaangalia. Mstari wa 17. Sanctify them through your truth. Thy word is truth.
Baba, uwatakase kupitia kwa ukweli wako. Neno lako ni ukweli. Lazima tukapate kutakaswa na neno la Mungu. Lazima tukapate kulisoma neno la Mungu. Unapolisoma neno la Mungu, linakuelezea yale ya kufanya na yale ya kutofanya. Kwa hivyo unafanya yale ambayo neno la Mungu linakuambia ufanye, na yale ambayo neno la Mungu linakuambia usifanye, haufanyi kwa sababu unatakaswa kwa lile neno. Amen. Amen. Tutakaswe neno la Mungu na neno la Mungu. Kitu cha pili ni ya kwamba tukapata kujitakasa kutokana kwa udhalimu wote katika maisha yetu. Jambo lolote ambalo unaona ya kwamba ni dhalimu, jambo lolote ambalo unaona ni mbaya, ya kwamba hebu kapata kujitakasa kutoka kwa lile jambo. Amen. Amen. Tutakase kutoka kwa hilo neno, kwa lile jambo ambalo tuko nalo. Nataka tuelewe ya kwamba sisi na wale watu ambao Mungu anaandaa, na lile tumaini linalofanya ya kwamba Mungu anapotuandaa tukapate kupatikana na yeye. Amen. Amen. Paulo akawa anasema mfano wa kanisa katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 kuanzia mstari wa 25 hadi mstari wa 27. Anasema ya kwamba husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Jinsi Kristo alivyolipenda kanisa, anasema ya kwamba waume nao wakapata kupenda wake zao. Na kwa nini Kristo alilipenda kanisa? Mstari wa 26 nasema that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Ili akapata kulitakasa na kulisafisha kwa maji ya neno, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such a thing, but that she might be holy and without blemish. Amen. Amen. Wapenda, nataka tuelewe ya kwamba Yesu anarudi kwa sababu ya kanisa. Na anaporudi kwa sababu ya kanisa, harudi kwa sababu ya chengo, lakini anarudi kwa sababu ya wale wenye wako ndani ya chengo. Kila Jumapili tunasema tunakuja kanisani, lakini hili sio kanisa. Wakati wa shule unapokuja hapa unakuta hii ni darasa, lakini Jumapili unasema ya kwamba unaenda kanisani. Kuna kitu ambacho kinafanya hii kuwe darasa na kuna kitu ambacho inafanya hii kuwe kanisa. Amen. Wakati mwanafunzi anaingia hapa na mwalimu anamfundisha, inakuwa ya kwamba hii ako darasani. Wakati Mkristo anaingia hapa, amemwamini Mungu katika maisha yake, anaenda kumwomba Mungu, anasema ya kwamba ninaenda kanisani. Amen. Amen. Nanzi amesema nilienda kanisani. Amen. Amen. Na akija Jumatatu wakati wa shule atakuta sio kanisa tena. Chenye kimefanya ameenda kanisani na kwa sababu yeye ni kanisa. Chenye kimefanya umekuja kanisani na kwa sababu wewe na mimi ni kanisa. Na wewe na mimi tunapokuwa kanisa, lazima tuelewe ya kwamba Yesu anaandaa kanisa lake. Na kwamba liwe kanisa ambalo halina madoa. Sio kanisa ambalo liko na dhambi ndani yake.
sio kanisa ambalo liko na vitu ndani yake, lakini ni kanisa ambalo wakati anapeleka mbele za Baba aseme ya kwamba hakika hili ndio kanisa ambalo lilikuwa linapigania. Amen. Kwa hivyo Mungu anataka tukapate kuwa kanisa takatifu, kanisa ambalo halina doa lolote ndani yake, kanisa ambalo liko tayari kwa sababu ya hilo. Amen. Yesu alikuwa na maono kwa sababu ya kanisa. Maono ya kwanza ambayo Yesu alikuwa na kanisa, ilikuwa ni kanisa la upendo. Yeye alilipenda kanisa. Na kwa sababu alilipenda kanisa, anataka kwamba kanisa likapate kuwa limejaa na upendo. Wewe pamoja na mimi tukapate kumpenda Mungu, tukapate kumpenda mwenzetu, ili ya kwamba upendo wa Kristo ukapate kuwa kamilifu katika maisha yetu. Kitu cha pili ni ya kwamba Yesu anaona kanisa ambalo ni tukufu. Wewe Mungu anapokuona anaona mtu ambaye ni takatifu, mtukufu. Amen. Kitu cha mwisho, anaona kanisa ambalo limesafishwa. Anaona wewe na mimi tumesafishwa. Amen. Hili ni kanisa ambalo limekuwa tukufu. Na itakuwa ni kanisa ambalo limeoshwa. Linaoshwa kwa neno. Kanisa ambalo halina doa lote ndani yake. Kanisa ambalo halina makosa yoyote ndani yake. Kanisa ambalo limejaa utukufu wa Mungu. Na upendo kwa sababu ya hiyo, inakuwa ni kwamba tunakuwa na ile tumaini kwa sababu ya mtu ambaye Kristo anakuja kuchukua. Tunakuwa na tumaini kwa sababu Yesu anakuja kutuchukua. Na anapokuja kutuchukua, anataka watu ambao hawana doa lolote ndani yao. Watu ambao hawana makosa yoyote ndani yao. Watu ambao wamejaa utukufu wa Mungu katika maisha yao. Taka zote tukapata kusimama. Na unapoangalia kanisa ambalo Yesu anakuja kulichukua, nataka uangalie katika maisha yako. Je, Yesu kama atakuja hivi sasa, kama anaweza ingia hapa, kuna kitu chochote ambacho kitasuia wewe usiingie? Kwa hivyo lazima ukapate kujitakasa. Hebu tusimame. Nataka kila mmoja akapate tu kujiangalia. Anapoangalia tumaini